hapa ndani ya Eastlands. Roho wa Mungu ananipa ufunuo juu ya wachungaji kadha wa kadha. Huduma zao ni ndogo, huduma zao zinaitwa vibanda, lakini Mungu ananifunulia ya kwamba wamebeba ufunuo kuhusu taifa la Kenya. Wamebeba ufunuo kuhusu mahitaji mbalimbali, kuhusu changamoto mbalimbali katika maisha ya watoto wa Mungu. Nasikia Roho wa Mungu ananifunulia kama na hawa, ikiwa watavunja magoti yao, wapige magoti yao, wainue mikono yao juu na wakamwite Mungu kuhusu taifa la Kenya, Bwana naenda kuliponya taifa. Lakini nisikilize, hawaaminiki, maana hawana chochote. Hakuna mtu yeyote kwa serikali ambaye anaweza kuwasikia, ama hata hawawezi kupata access, maana hawana magari, maana hawakai katika nyumba kubwa, kwa sababu wanakaa Kayole, kwa sababu wanakaa Dandora, kwa sababu wanakaa hapa Baraka, kwa sababu watoto wao wanasoma kwa shule zilizodunishwa, shule za Kanjo, shule ambazo masomo yako chini. Ndio kwa sababu hawa wachungaji hawawezi kusikilizwa. Inasababisha mahitaji ya kitaifa. Wana serikali wanaenda kuita wachungaji ambao wamesoma zaidi, wako katika vitengo vikubwa, pasipo kujua vikombe vyao vilipasuka, vikombe vyao vilikauka, na mafuta yao hayaneni tena. Nisikilize mchungaji, jitie moyo na hiyo suti moja, lakini ubiri ufunuo. Usijaribiwe kwenda kutafuta mizizi uweke katika madhabahu yako ndo ilete watu. Wewe simama na jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ananiambia nikuambie, ikiwa njia zako zitakuwa sawa na yeye, ikiwa njia zako pasta zitampendeza Mungu, litakuwa ni jukumu la Mungu mwenyewe kujinyakulia watu, kuwafuta watu. Wewe simama kwa njia ya Mungu. Mungu anaenda kutuma Nikodemo kutoka Runda, kutoka Karen, kutoka kule kote maeneo ya wadozi wakubwa, wanakuja kuacha Range Rovers hapa nje, wanakuja kupika magoti yao na kisha kupeana maisha yao kwa Kristo Yesu. Wanaibikia Mungu kwa sababu ya maisha yako mchungaji, lakini usiangalie hayo. But the Spirit of the Lord is taking a different dimension in this house. Watu wanauishwa, misingi ya watu inarekebishwa, biashara za watu zinapona, milango na kibali inapata funguka tena, watu wanaingia katika ulingo mwingine wa faida, na Mungu anaanza kujitwalia utukufu na maisha ya watu wake. Makabazekete ripakatorobo makayandarababozaya, in the mighty name of Jesus. Nikodemo akaibika kukuja kwa Yesu mchana. Lakini nisikilize mpendwa, wewe ambaye unakaa Runda, unamwaibikia Mungu kwa sababu mchungaji wa Eastlands hawezi kukuwekelea mkono. Yet mke wako ako kwa wheelchair, yet mke wako hawezi zaa tena, ama hata wewe hawezi kuzalisha. Una magari makubwa, uko na pesa mingi, lakini watoto wako hawajawahi pita mtihani. Uko na pesa mingi, lakini unazanga watoto wanakuwa wenda wazimu. Japo uko na Range Rover, unapanga kununua hata helikopta, lakini watu wa kwenu wanakufanga pasipo kuridhisha watoto wao na mali zao. Wanakufa kama wamepoteza kila kitu. Japo unakaa kwa mitaa mikubwa, unadharau wale walio wadogo kama Nikodemo. Yete wewe mwenyewe watoto wako wanang'ang'ana na matumizi ya madawa ya kulevya. Wachungaji wakubwa wamejaribu kukuombea,
lakini hajapata kutoka. Nisikilize, suluhisho lako liko Nazareti. Je, kuna chochote kizuri kinaweza toka ndani ya Nazareti? Katika ujasiri na kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ninaongozwa na Roho Mtakatifu nikujibu ya kwamba ndiyo. Majibu ya hii ukimwi ambayo uko nayo yako hapa Nazareti, yako hapa Yerusalemu. Majibu ya hii saratani ambayo unang'ang'ana nayo yiko hapa Nazareti. Ni hapa Nazareti ambako kuna kasichana ambako Naamani amepata kukateka nyara, na ambako kakona ufunuo kuhusu uponyaji wa ukoma wa Naamani. Naamani, nisikilize, uko kwa serikali, unatembelea magari ya farasi, unatembelea silaha kubwa, uko na intelligence yote imekuzunguka, lakini haiwezi kaondoa huyu roho wa kifo cha mapema ambaye anakunyemelea. Ninasikia tena nikiongozwa kukunenea kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba ni katika hapa Nazareti suluhisho liko juu ya maisha ya mtume hapa, ambaye anainua mkono wake kufungua kinywa chake na atamke tena, it is well, na kifafa kinaondoka kwa maisha yako. It is well, na saratani inapona. It is well, na ukimwi virusi vinakauka. Thus saith the Lord, it is well, na unapata contract nyingine. It is well, naona unaitwa Job tena. It is well, magonjwa yanapotea. It is well, mme wako anarejea nyumbani. It is well, arabakababozo makatekebekata yakabasantarabo makebababozo yeketeri mamakababo. In the mighty name of Jesus, Abba Father, in the name of Jesus, ninainua mkono wangu wa kikuhani tena juu ya uso wa maisha ya watu hawa. Ninawapatia tumaini ya kwamba Nikodemo alipokuja akapata suluhisho la changamoto yake, akakwama kwa Yesu. Number one, the Bible tells me akafanyika kuwa mtetezi wa Yesu katika ile kanso ya magovernors, mahali ambapo alikuwa anakaa. Maandiko yanasema wakati ambapo walikuwa wanapanga wamuibe Yesu usiku, kisha wamuue, waondoe maisha yake, Nikodemo akawajibu wenzake katika ile Council of Governors, akawaambia, japokuwa mnataka kumuua, lakini ni vyema mufanye vile sheria inavyosema, mumuite, mumujaribu mbele ya kila mtu ajaribiwe. Nikodemo akamtetea Yesu. And number two, the Bible says wakati Yesu alitundikwa msalabani, baada ya kufariki dunia kwa ajili ya dhambi zangu na zako na za Nikodemo, the Bible says ni Nikodemo tajiri alienda akashikana na Yusufu wa Arimathea, wakautoa mwili wa Yesu Kristo msalabani, wakaenda wakauzika. Wanakuja kuyajenga maisha yako. And number three, the Bible says Nikodemo akaingia kwa mfuko akafinance kazi ya Yesu Kristo kwa kutoa 75,000 pounds. Donation kubwa sana iende ijenge kazi ya Mungu. Tonight in the name of Jesus, I elevate your gift, I elevate your skill, I elevate your power, I elevate your authority. I favor you among men, ili wakuja wajenge maisha yako. Ninakupa kibali kwa maisha yako upate mwanaume atakaye kuoa. Ninakupa kibali kwa maisha yako upate mtu anayekuja kuegeza ndani ya hiyo sako. Mtu mmoja tu atakuja weke 10 million muanze project. Ninasikia Roho wa Mungu akinishuhudia. It is the season of accountability.
stability, and the Lord is releasing resources. The Lord is sending men from east and west and north and south. They are coming to invest in your life. Prepare for the greatness. May the Lord give you wisdom to manage what He has for you. May the Lord give you wisdom to manage the resources. May the Lord give you wisdom, knowledge and understanding to be able to be a steward, to run as a steward juu ya mali ambayo Mungu analeta njia zako. Inaenda kufanyika ni kama ulikuwa umelala ukiwa katika matope ya nguruwe, ukaamuka ukiwa kwa kitanda cha Airbnb. Inaenda kufanyika kama ni ndoto, ni simu moja tu inaenda kupigwa. Can I meet you? And a turnaround comes, and a turnaround comes. Nasikia nasukuma ndani mwa moyo wangu tuendelee kwa maombi ya Thanksgiving. Shukuru Mungu kwa baraka kuu, shukuru Mungu kwa mlango mpya. Watu wanasaidika na Mungu, watu wanatukuzwa na Mungu. I can see that. I wish God opened your eyes. My eyes are deep within the foundations of some certain lives here. I can see things are changing. The names are being glorified. I see hope. I see hope. I see hope. Ninaona tumaini. Ninaona tumaini. Ninaona tumaini.